Katika msimu wa 2024-2025, timu za Tanzania Yanga Afrika na Simba Sport zimeonyesha mafanikio makubwa katika mashindano ya CAF, kila moja ikiwa na safari ya kipekee barani Afrika. Ikiwa Simba Sport kilabu imeshiriki kombe la shirikisho Afrika CAF, ambapo hatua ya makundi Simba Sport ilipangwa katika kundi A pamoja na Sfaxien ya Tunisia, Constantine ya Algeria na Bravos do Maquis ya Angola. Mafanikio ya hivi karibuni Simba ilianza kwa ushindi wa 1-0 dhidi ya Bravos do Maquis, ikionyesha mchezo mzuri na udhibiti wa mpira. Mpaka sasa Simba Sport imefuzu hatua ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika na itakutana na RS Berkane ya Morocco. Mchezo wa kwanza utafanyika tarehe 17 Mei 2025 mjini Berkane na marudiano yatakuwa tarehe 25 Mei 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, ambapo Simba inaweza ikashinda taji nyumbani. Huku Yanga Afrika ilishiriki ligi ya mabingwa Afrika CAF, ambapo hatua ya makundi Yanga Afrika ilipangwa katika kundi A na kupata matokeo mabaya. Mechi ya kwanza Al Hilal 2 kwa Yanga 0 ilipoteza mechi ya ufunguzi. Mechi ya pili Yanga 1 TP Mazembe 1 sare ya nyumbani. Mechi ya tatu MC Alger 1 Yanga 1 sare ugenini. Mechi ya 4 TP Mazembe 1 Yanga 1 sare nyingine ugenini. Mechi ya 5 Al Hilal 0 Yanga 1 ushindi muhimu ugenini, bao la Stefane Azizki. Mechi ya 6 Yanga 0 MC Alger 0 sare ya mwisho nyumbani iliyowatupa nje ya mashindano. Licha ya mafanikio yake, Yanga ilikumbwa na changamoto za kiufundi, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya benchi la ufundi baada ya matokeo yasiyoridhisha katika ligi kuu ya NBC. Tukimtazama kocha mpya wa Simba Sport, Fadlu Davids, ameleta mabadiliko makubwa ya kimfumo na mbinu za uchezaji katika msimu wa 2024-2025. Mbinu zake zimeifanya Simba kuwa timu yenye ushindani mkubwa ndani ya nchi na katika mashindano ya kimataifa. Mbinu za uchezeshaji wa kocha Fadlu Davids: moja ni high pressing. Davids anapendelea timu yake kushambulia kwa kasi na kuwabana wapinzani wao mapema, hasa katika mechi muhimu kama dhidi ya Tanzania Prisons. Hii inasaidia Simba kumiliki mpira na kuzuia mashambulizi ya haraka ya wapinzani. Beki wa kulia Kapombe ni beki mwenye uzoefu mkubwa ambaye anatumika kama sehemu ya kwanza ya shinikizo. Anapanda mbele kwa kasi na kuwazuia wachezaji wa pembeni wa timu pinzani. 2. Umiliki wa mpira na mabadiliko ya haraka. Mbinu ya Davids inasisitiza umiliki wa mpira na mabadiliko ya haraka kutoka kwenye ulinzi kwenda kwenye ushambuliaji. Hii imeonekana katika mechi dhidi ya Al Masry, ambapo Simba walitoka nyuma kwa mabao 2-0 na kushinda kwa mikwaju ya penalti. Chini ya uongozi wa Fadlu Davids, Simba imekuwa timu yenye mbinu za kisasa na ufanisi mkubwa. Mbinu zake za shinikizo la juu, umiliki wa mpira na uwezo wa kubadilika kimbinu zimeifanya Simba kuwa na ushindani mkubwa katika ligi kuu ya Tanzania na mashindano ya CAF. Mafanikio haya yanatoa matumaini makubwa kwa mashabiki wa Simba na soka la Tanzania kwa ujumla. Na ulinganisho wa ufanisi wa hizi timu mbili kati ya Yanga Afrika iliwakilisha Tanzania katika mashindano ya juu kabisa ya vilabu barani Afrika, bahati mbaya imekumbwa na changamoto katika hatua ya makundi. Japo ligi kuu inaongoza kwa point 4 ikiwa ni sawa ya michezo japo ligi inaendelea. Huku Simba Sport imepiga hatua kubwa katika kombe la shirikisho, ikifikia fainali na kuwa na nafasi nzuri ya kutoa taji la kwanza la CAF katika historia ya klabu hiyo na timu za Tanzania. Kama ulivyosema, upo live kwenye kipindi cha Sampromo Media. Sasa tuwakaribishe wasikilizaji kutoa maoni yao. Karibu. Naam, na hilo ndio jibu la ChatGPT kama mlivyosikia, na ikumbukwe kwamba mazungumzo yote uliyoyasikia ni mtazamo wa akili bandia. Nini maoni yako kuhusiana hili? Tuandikie hapo chini kwenye comment section, lakini pia kama una swali unatamani kuliuliza na unahisi lina utata, unaweza kutuandikia nasi bila shaka tutaliuliza na litapata majibu. Naam.
Ulikuwa na mimi Samuel Fadhili, mhamasishaji wa matumizi chanya ya teknolojia. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok na YouTube kwa jina la Sampromo Media kupata habari nyingi zaidi. Naam, bye bye, see you next time. Karibu Sampromo Brand, tukutangazie biashara yako.